beat as I creep. Me and G on another track, so let Jack be heard no more, suckers. That's the law. Jams of the 90s now rule, so keep you cool. Rhyme after rhyme, flavor after flavor. When I'm stepping, the punks are all like sweating, cause I can march with the beat like I do. Alright, naam. Karibu tena kwenye channel yangu. Karibu upate burudani na tuzungumze kuhusu muziki wa zamani. Hicho kibao ulichotoka kukisikia na kukiona katika taswira mjongeo wa kizamani sana, ni kweli wa kizamani. Kibao hiki kinaitwa When We Rock kutoka kwa kundi zima la Kwanza Unit KU Crew. Tumia mantra no bora pati kwa nadra kudra kwanza inapura kwa furaha ikwarika raha wala danso furaha usiseme siji utakoma kwenye PG kwa venga na rap paka haro VG naganda kama rap kwenye friji yeah kwa fresh na easy. So G's on the block when we rock. Naam. Kibao hiki kilitayarishwa na Bon Love akishirikiana na Easy B au Big Easy, mtaalamu mwanachama kutoka kundi zima la Kwanza Unity, ambaye pia ndiye aliyechana katika verse ya kwanza, na akafuatiwa na mwenzake anaitwa Flash G ambaye alichana verse ya pili. Baadaye kule unaona wanapokezana, lakini Big Easy ambaye pia ndiye alipiga vinanda na kuseti midundo yote unayosikia hiyo, huku Bon Love akiinjinia mitambo mwanzo mwisho. Na kwa kusikiliza utashangaa kwa nini amechana Kiingereza. Jamaa alikaa Uingereza miaka mingi kabla kurudi tena Bongo kwenye mwaka 85. Nitakuwekea makala yake siku si nyingi hapa. Sasa tuzungumze kuhusu wimbo. Wimbo unaitwa When We Rock, kwamba wenyewe wanasema wao wakiwa wanachana au wakiwa wanatamba mjini hakuna anaweza kati ya maguu. Ndio na wimbo wamezungumzia majigambo, maudhui ya kusihi vijana wasijihusishe na mambo ya madawa ya kulevya. Pia wimbo huu unatoka kwenye albamu yao ya kwanza inaitwa Kwanza Unity, hivyo self-titled album ambayo ilitoka mwaka 94, mkono mzima wa Bon Love kwa mshirikiano wa Big Easy pamoja na Chief Ramson. Kwenye video wameonekana watu wangapi? Wameonekana Kwanza Unit wote kasoro mtu mmoja tu ambaye ni Y-Thang. Y-Thang bwana, wakati huo alikuwa anasoma form 6 na alikuwa hakutaka sana aonekane kwenye mambo ya luninga kutokana na imani yake na namna vile alivyokuwa anajiweka. Kimsingi ilikuwa ngumu sana kwake kwa sababu wakati huo kulikuwa kuna zile dhana potofu kwamba muziki wa hip hop ni muziki wa kiuni. Kwa hiyo alishiriki lakini sura yake hakuonekana. Na kama ukiona hapo kuna mchizi hapo amepiga kilemba kama cha Tupac, huyo ni anaitwa Chief Ramson, Zavana Mponjika aka, na vile vile namuona marehemu hapo D-Lob, rest in peace. Namuona KBC Kibacha, KB Single. Na video hii location ilipigwa poster kama unavyoona hapo, poster mpya na pale kwenye sanamu la Bismini na mtaa Salamanda. Na vile vile production nzima ilikuwa kwa ITV kwa sababu kwa wakati ule ITV wao ndio ilikuwa kampuni pekee inayotengeneza hizi video. Na kwa habari nyingine kama hizi usiache kuja kulike na kusubscribe kwenye channel yangu. Ciao.